wiki nyingine tena mpenzi mtazamaji, tunakutana katika kipindi chetu cha Serikali Mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Wakala ya Serikali Mtandao chini ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Katika kipindi chetu tuna sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ambayo unakwenda kuitazama na tuliokuandalia hapa studio. Na sehemu ya pili tunakuwa na majadiliano mbalimbali na wageni husika ambao tumewakaribisha ndani ya studio. Kipindi chetu cha leo tutazungumzia Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu Dodoma, CDA. Siko peke yangu ndani ya studio. Nina ugeni kutoka CDA. Ninaye mkurugenzi mkuu wa CDA Bwana Pascal Muragiri. Karibu sana. Lakini pia ameongozana na kaimu meneja uhusiano kutoka huko CDA Bi Angela Msimbira. Karibu pia. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya Serikali Mtandao, utasikia na kuona kwa namna gani taasisi za umma pamoja na wananchi wanaelewa dhana nzima ya Serikali Mtandao. Pia utakwenda kuona jinsi gani TEHAMA ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika taasisi za umma. Karibu. Oya, vipi? Mbona umeshika tama mzee? Safi yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu wa kunikopesha. Yaani nakuwa nabaki na masikitiko tu yani. Hivi ushawahi kusikia kuhusu mikopo ya elimu ya juu? Mshaji wangu si mambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. Wewe vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio nayo. Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote, masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. Ni kweli, tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu, na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma. E-Government, uwezeshaji wananchi kupitia TEHAMA. Baada ya kupata ujumbe mfupi mpenzi mtazamaji, sasa tunaingia katika makala yetu. Nikutake wewe sasa ukiangalia makala, kama una maswali yoyote kupitia makala hii, tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maswali kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz. Unatupia swali lako na mimi nitaliuliza mahali hapa. Wageni wetu watakujibu vile unavyohitaji wewe. Na katika makala yetu hiyo utakwenda kuona jinsi gani TEHAMA inavyoboresha utendaji kazi na utoaji huduma kwa umma. Karibu. Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu CDA ilianzishwa mnamo mwaka 1973 na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Sheria ya Mashirika ya Umma ya mwaka 1969 kwa tamko namba 230 la mwaka 1973. Tulipewa majukumu madogo mawili. Kwanza ni la kusimamia mpango mzima wa uwekezaji wa mji wa Dodoma. Lakini ya pili ni usimamizi wa matumizi ya ardhi. Sasa utaona kwenye haya majukumu mawili niliyosema yanaibuka majukumu mengine mengi hapo katikati. Kwanza kwenye usimamizi wa ardhi yenyewe kuna swala zima la kuanzia namna gani ya utoaji wa ardhi na kuigawa kwa wananchi. Lakini sio hilo tu, kuna swala zima la uoto. Jinsi gani tunasimamia eneo la Dodoma kwa Dodoma ya kijani. Kwa hiyo ni mpango ambao pia tunasimamiwa na Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu. Na hili la mpango wa kimji manake ni kwamba matumizi yote ardhi katika eneo lote la Manispaa ya Dodoma imekasimiwa chini ya CDA. Na serikali iliamini kwamba haya yakikaa vizuri, yakienda sawasawa, basi itakuwa jenga mazingira mazuri ya yenyewe kuja Dodoma na kufanya kazi. Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu ni moja ya taasisi iliyopiga hatua katika matumizi ya TEHAMA katika kutekeleza majukumu yake kwa umma, ambapo hapo awali ilikuwa ikitumia mifumo ya analojia katika kutekeleza majukumu yake. Katika utendaji kazi
wa mamlaka katika miaka hivi karibuni, kuanzia mwaka 2010, mamlaka iliamua kubadilisha mfumo wake wa utendaji kazi, na tuliamua kuondoka katika utendaji ule ambao tumeuzoea siku zote wa analogia na kwenda kwenye mfumo wa dijitali. Na kwa kifupi labda niseme tu, tumetoka matumizi yetu yanasema ni manyo na kwenda kwenye mifumo ya kompyuta. Sasa zoezi hili lilianza mwaka 2010 na tulianza kufanya vitu vingi sana hapo katikati. Cha kwanza kikubwa sana ni kuweka miundombinu wezeshi ya kuwezesha kwamba sasa matumizi haya ya dijitali yaweze kufanyika vizuri zaidi. Kwa tulianza kwa kuweza kununua kompyuta, kuhakikisha kwamba watumishi wetu wote wanakuwa na mifumo ya kompyuta. Hilo zoezi tulilifanya na bahati nzuri ilikwenda vizuri sana. Lakini ya pili, tuliweka mfumo tunasema wa mahusiano ya ndani ya ofisi au LAN, Local Area Network, ambayo tuliweka katika majengo yetu yote na ofisi zote. Zoezi ambalo lilifanyika kwa kutumia wataalamu wetu wa nje ambao tushauri na kuja kutokea mifumo. Lakini tukabaini kwamba tunahitaji kuwa na mpango fulani wa kutuongoza kutoka tulipo na tunako kwenda. Na ili tuwe na huu mpango, lazima tujue mahitaji yetu ya msingi ni yapi katika mabadiliko ambayo tunataka kuyafanya. Kwa hiyo tuliomba wenzetu wa Chuo Kikuu cha Mzumbe wakatufanyia kitu tunaita ICT Need Assessment, kuona kwamba tuko wapi, nini mahitaji yetu na upi mpango wetu wa baadaye. Sasa mpango huu ndio ambao tunaotekeleza mpaka sasa hivi. Kwa tulifanya hiyo study na tukapata matokeo yake na tukaanza kutekeleza mpango wa namna hiyo. Katika mpango ule tulilazimika kuanzisha kitengo cha ICT ambacho mwanzoni hakikuwepo, ili tuwe na watu ambao watasimamia mabadiliko haya na kutusaidia kutushauri namna nzuri ya kuweza kusimamia mabadiliko haya ya teknolojia. Lakini pia tukaanza kuweka mifumo na hapa niongezee jambo moja ambalo la msingi sana, kwamba mifumo yetu imeunganishwa kwenye mkongo wa taifa. Kwa tunajivunia kwamba angalau sasa tuko kwenye mkongo wa taifa, na yote hii mtafahamu ni kwa sababu pia ya serikali mtandao kwa imesimamia masuala haya ya mabadiliko ya kiteknolojia. Jukumu letu la msingi ni kuratibu na kusimamia haya matumizi ya tehama kwenye hizi idara za serikali au taasisi za umma. Tunaposema ushauri, kwa mfano taasisi inapokuja kwetu wanataka kuanzisha mfumo au kuwa na new project ya IT au mfumo wa tehama ambao utawasaidia katika kurahisisha shughuli zao za kila siku, yani business processes za kwao. Tunachokifanya cha kwanza kabisa ni kustudy ile business process ya taasisi hiyo yote, na kuona kwamba hizo business process kwa jinsi zilivyo na kwa jinsi ya mandate au majukumu ya taasisi hiyo, flow yake ikoje, na je, tehama inaweza ikatumikaje kuboresha hiyo business process. Wakati mwingine si mara zote ukitaka kuboresha business process au ukitaka kuboresha utoaji huduma utumie tehama. Wakati mwingine si lazima. Kwa hiyo kama si lazima, tutaiambia taasisi hiyo husika kwamba hapa kuboresha huduma hii si lazima tehama. Lakini pale ambapo inaonekana sasa tehama inaweza ikatumika kuboresha huduma ile, napo tunatoa ushauri ni kwa jinsi gani hiyo teknolojia itatumika kuboresha hiyo business process. Na ni teknolojia ya aina gani? Sustainability yake, yani kwamba sio kitu tena tunaweza tukakifanya kwa muda mfupi halafu kikaishia baada ya miaka 2-3 system imekufa. Lazima tuangalie hiyo technology itakayotumika, uendelevu wake, wataalamu waliokuepo, na itakuwaje watakavyokuwa wana solve hiyo problem, watakuwa wanakuaje nayo hiyo. Katika kuhakikisha masuala ya tehama yanapewa kipaumbele, ndani ya mamlaka ya ustawishaji wa makao makuu yaani CDA iliweza kuanzisha mifumo mbalimbali ili kuleta ufanisi ndani ya shirika na kuboresha huduma kwa jamii. Tuna mfumo ambao tumeweka kwa ajili ya kusimamia wateja wetu wa nje. Tunaita Customer Management Service. Huu ni mfumo tunaanza sisi wenyewe. Sasa hivi mtu akija na barua yake na malalamiko yanakuwa registered pale reception.
na baada ya kusajiliwa ile flow ya kwamba complaint ziko wapi na nini tunaiona kwenye system. Kwa hiyo kupitia kwenye kompyuta yetu unaweza kujua kwamba malalamiko ya mtu fulani yamekwama wapi na ni kwa nini, na je yalijibiwa lini, na kwa nini hatuwezi kujibu kwa wakati. Jukumu letu kubwa sana ni usimamizi mzima wa ardhi. Sasa kwenye usimamizi wa ardhi tunaanza na mipango yenyewe. Kwa cha kwanza tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba ramani zetu zote zinabadilika kutoka kwenye zile ambazo kwa katika mfumo wa analogia kwenda mfumo wa dijitali. Kwa zile ambazo tulifanya na bahati nzuri limekamilika. Kwa sasa ramani zetu zote ziko katika mfumo wa dijitali. Ni jambo ambalo tunajivunia kwamba ni mabadiliko makubwa tumeweza kuyafanya. Mfumo wa Land Rent Management System ni mfumo ambao tumeletewa kwa ajili ya kurahisisha madai ya kodi ya viwanja kwa wananchi. Huko nyuma tulikuwa tunafanya manually, tulikuwa tunatumia inabidi akija mteja uanze kuwakuleta, uchukue calculator nini, lakini baada ya kuletewa mfumo imekuwa ni rahisi. Mteja anapofika basi tu ni kuchukua dokumenti zake, kujiridhisha kama ni mmiliki, tunakwenda tunaingiza zile kumbukumbu, tunaangalia kwenye mfumo, basi tunamtolea deni lake. Baada ya kumtolea deni lake anatakiwa aende akalipie benki. Kwa hiyo tunampatia account number ya mamlaka, anakwenda benki, analipia. Akishalipia anatakiwa tuletee ile pay slip. Akirejesha hapa basi tunamwandalia stakabadhi yake na kuboresha ni zile kumbukumbu zetu ili atakapokuja tena mwakani asionekane anadaiwa. Kwa hiyo mfumo umetusaidia sana kuboresha na kuongeza mapato kwa ujumla. Sasa hivi tuna mfumo wa uuzaji wa viwanja. Tuna mpango baada ya serikali kutamka kwamba sasa inahamishia shughuli zake zote Dodoma. Tumeona kutakuja na watu wengi sana watakuja kuingia Dodoma. Ongezeko hili la watu kwa mara moja Dodoma, tafsiri yake ni kwamba lazima tujiandae kwenye upande wa makazi na matumizi yote ardhi katika mji wa Dodoma. Tumekushajipanga kwenye hilo na bahati nzuri tuko vizuri. Sasa tumeandaa mfumo ambao utasaidia utoaji na uuzaji wa viwanja ambao vitafanyika online. Na hapa nizungumze tu kwamba mfumo huu ukianza kutumika hapata kuwa tena na hoja mtu kulazimika kuja CDA kuomba viwanja. Hapana, ataingia online, ataangalia kiwanja anataka, ataomba. Na zipo control nyingi ambazo tunaweza kwenye mfumo huu za kujua kwamba huyu anayeomba ni raia au sio raia. Je, amewahi kupata au hajawahi kupata? Ameomba idadi ya viwanja vingapi? Tumeziweka kwenye mfumo husika. Kwa hiyo wakati ukiwadia tutatangaza wananchi waombe viwanja kupitia kwenye mfumo. Na malipo yote tutakuwa tukiyafanya online. Lakini kubwa zaidi ni kwamba lazima tuwe na kiunganishi kati yetu sisi na wananchi husika. Na kwa hiyo tumetengeneza tovuti ambayo tunadhani mifumo yetu yote itakutwa kwenye tovuti na itakuwa kizuri sana kati ya sisi na wananchi, ili mtu sehemu yote pale alipo aweze kupata huduma zetu bila kuwa na tatizo lolote. Mipango mbalimbali ambayo tunaandaa sisi ikiwa ni pamoja na kuandaa viwanja vya makazi na matumizi mbalimbali, tunatumia mfumo wa GIS ambao kwenye zile hatua za uandaaji tunaandaa zile ramani za misingi ambazo zinaitwa base maps. Tunaenda tunachukua taarifa kwa GPS na tunaziingiza kwenye base map, lakini tunatumia mfumo wa GIS na tunakuja baadaye tunaandaa matumizi mbalimbali ya ardhi ya kila eneo. ArchiCAD inatumiwa zaidi na wasanifu ambao ni architects na wale wachoraji wa ramani, draftsmen. Kwa hiyo wataalamu wetu walioko hapa wanatumia hiyo software kwa ajili ya design ya majengo. Unaona namna gani Dodoma sasa hivi kasi ya ujenzi imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo wateja wanaokuja kuomba huduma za usanifu wa majengo yao ni wengi. Kwa hiyo tofauti na zamani tunaweza kuchora ramani ya jengo moja la kawaida tu, tunaweza kuchora hata kwa mwezi mzima, kwa sababu tulikuwa tunatumia manual works, kalamu, penseli, rula, makaratasi, lazima ujifungie kwa ajili ya muda huo. Lakini sasa hivi akija mteja anahitaji design ya kwake, tunaingia tu kwenye kompyuta, tunafungua programu ile, tuna design, architectural design, structural design, tunaweka analysis, tumemaliza. Kwa hiyo kazi ya mwezi mzima unaweza kufanya ndani ya wiki moja, usanifu umekamilika. AutoCAD tunatumia kwenye shughuli za kila siku. Na wakati mwingine AutoCAD ina supplement matumizi ya GIS. Na especially kwenye kufanya design ya viwanja.
sababu kwenye kudesign viwanja hauwezi kutumia GIS, unatumia AutoCAD. Kama unavyojua CAD ni computer aided design, kwa hiyo inasaidia kwenye design. Kwa hiyo kupata ile viwanja, zile barabara ambazo zimenyoka, viwanja ambavyo vimenyoka, tunatumia AutoCAD. Lakini tukienda site kupiki details kwa GPS ili tuziingize sasa tuweze kutengeneza ile base map, tunatumia AutoCAD. Ni sasa baada ya tukishakuwa na ile ramani ili sasa tuweze kuingiza taarifa za kila kiwanja. Mfano hiki kiwanja ni kiwanja namba fulani, block fulani, matumizi yake ni commercial au ni taasisi. Yaani AutoCAD sio haina uwezo wa kusupport database. Sasa GIS ina database system. Kwa sasa ukishakuwa na kile kiwanja ambacho kwenye AutoCAD, ukitaka kutengeneza database zake, taarifa zake, zile taarifa zinazohusiana kila kiwanja, lazima uchukue ile mchoro kwenye AutoCAD upeleke kwenye GIS. Ukishapewa kwenye GIS, sasa kule kwenye GIS unaweza ukapata room ya ukawa na taarifa zozote za kiwanja, hata zikiwa kwenye Excel, zikiwa kwenye Access, unaweza ukazilinki kwenye GIS. Kwa hiyo ime save time, lakini vile vile ina save gharama. Kwa sababu zile ramani ukizinunua ile makaratasi makubwa au ya printi, uyatunze, na wakati tuna uwezo sisi wa kutunza kwenye kompyuta na tukaziweka kwenye server moja kwa moja. Kwa hiyo inasaidia gharama, lakini vile vile hata manpower kidogo inakuwa kazi ambayo ingefanywa na mtu mmoja, watu wawili kwenye karatasi anaweza kufanya mtu mmoja. Lakini hata security ya zile data zetu. Karatasi ile ukishaweka, mtu akichukua kiondoka nayo, inakuwa ni issue kwanza kuitafuta tena kuipata. Lazima uwe na taarifa ya kila ramani inayoondoka. Lakini kwenye kompyuta unaweza kashare, na ikishakuwa kwenye server mtu yote anaweza kaipata. GIS ni kifupisho tu cha maneno matatu, kwamba ni Geographical Information System, ni mfumo wa taarifa za kijiografia, na kazi yake ni kutunza taarifa za kijiografia. Na kwa taarifa za kijiografia maana yake ni taarifa ambazo zinaonyesha kitu kipo sehemu gani. Na huu mfumo kwa mamlaka tunavyotumia, tunatumia kwenye matumizi mbalimbali. Na kila idara inatumia huu mfumo kwa namna moja au nyingine. Lakini labda nianze na idara ya mipango miji. Kwa upande wa mipango miji tumeandaa kitu kinachoitwa master plan. Master plan ni mpango kabambe ambao kazi yake ni kutoa mwongozo wa uendelezaji wa mji wa Dodoma kwa ujumla. Lakini ile master plan tunakuwa tunazitunza zile taarifa kwenye mfumo wa GIS. Kwamba ile ramani inakuwa ipo kwenye GIS. Na inapokuwa kwenye GIS inatusaidia kuonesha taarifa mbalimbali ya kila kipande cha ardhi. Kwamba kipande fulani kimewekwa kwa matumizi gani. Kwa mfano kwenye master plan kuna matumizi mbalimbali, kuna makazi, kuna biashara, kuna taasisi, kuna maeneo ya hifadhi, kuna maeneo ya recreation. Hayo maeneo yote yanakuwa yanapatikana kwenye mfumo wa GIS. Na kwenye huo mfumo tunakuwa tunapata hizo taarifa zote kwamba kila kipande cha ardhi kina matumizi gani. Na hii inatusaidia sisi kwenye kufanya maamuzi ofisini. Kwamba tunapopata maombi ya watu wanaotaka matumizi mbalimbali, ni rahisi sana kwenda kwenye mfumo na kujua ni kipande gani cha ardhi kinaweza kikawafaa wao kutokana na mahitaji yao. Lakini vile vile tunapokea maombi ya watu wanaomba kupimiwa. Mwingine anaomba kupimiwa, anataka ajenge shule, mwingine anataka kiwanja kwa ajili ya makazi, anataka pimiwe. Lakini lazima tuangalie mpango kabambe unasemaje. Kwamba eneo hili hapa ni kwa ajili ya taasisi. Kwa hiyo tayari mtu anayeomba kwa ajili ya taasisi na kwa ni rahisi kumhudumia. Lakini vile vile kuna wizara zinakuja, kuna taasisi mbalimbali zinakuja zinaomba maeneo. Sasa kwa kupitia GIS inatusaidia kujua ni eneo gani linafaa kwa matumizi fulani ili kuweza kurahisisha shughuli za kila siku za kushughulikia wateja. Bahati nzuri kwenye usanifu wa hizi kazi zetu za hasa za miundombinu tumefanikiwa kwamba kuna integration. Kwa mfano mimi nikihitaji kufanya usanifu wa barabara yenye urefu wa mita kadhaa, kilomita kadhaa, au mitaro ya maji ya mvua ya urefu wa mita kadhaa, nawasiliana na mtu wa mipango miji ambaye amebobea katika program za GIS, Geographic Information System. Kwa hiyo nikipata ile ramani ambayo imetoka kwenye GIS, mimi naitumia sana, najua kabisa kuna distance kadhaa, najua terrain ya eneo zima lilikoje, contours zile nazipata. Kwa hiyo najua kabisa kwamba hapa zile level za eneo husika, kwa sababu nikishachukua hata kwenye Google Map naweza nikapata levels
kile kipande cha barabara au mtaro unataka kujenga. Tunapotoa huu ushauri au tunavyoangalia zile business process na utumikaji ule wa TEHAMA, tunarudi kule kule kwamba tunazingatia viwango na kanuni zile na miongozo ile ili kuona tuwe tuna similarity, yani baadaye tuweze hii mifumo ije kuzungumza. Kwa lazima tunavyoisimika tuwe tunahakikisha kwamba misingi iliyotumika inafanana. Kwa hii ni mfano mmoja wapo wa ushauri. Sasa kila taasisi ya serikali by nature, kila taasisi ya serikali ina majukumu yake ya msingi. Kwa kila taasisi ya serikali ina business process yake, na lazima kama taasisi nje, kama serikali kwa nje inafanya kazi kama system moja, lakini ndani ni systems tofauti, kwa maana ya kwamba ni taasisi tofauti, kwa maana kwamba ni business process tofauti ambazo zinapaswa kufanya nini. Hizi business process mwisho wa siku zinapaswa kuwa zimewezeshwa na TEHAMA, na kama zimewezeshwa ina maana kwamba kila business process itakuwa on top of a system, na mwisho wa siku hizi system ndio tunazotaka zizungumze ili kurahisisha utoaji wa huduma. Yani kwa nature ya huduma za umma, chukua yoyote ile, yani hata kama unataka kufungua restaurant leo Dar es Salaam hapa, yani huwezi ukaenda kwenye taasisi moja alafu ukatoka hapo ukasema unafungua. Ukitaka kufungua restaurant kuna TRA unabidi upate leseni, kuna TFDA chakula, kuna local government, kuna watu wa afya. Wote hawa ni idara mbalimbali za umma au za serikali ambazo kila moja ina business process yake. So ungetamani uende sehemu moja wote wao wamekaa pamoja, ili ukitoka pale unatoka na karatasi lako moja unafungua restaurant kesho. Lakini kila mtu yuko sehemu kwake. Sasa tunasema tunatumia technology kwamba kila aliyekuwa na business process, wewe ukienda sehemu moja mifumo iweze kuzungumza. Kiujumla utaona matumizi haya ya mfumo wa kompyuta yamekuwa na manufaa makubwa sana, sio tu kwenye shirika lakini tuseme kwenye serikali kwa ujumla. Moja kubwa naweza kulisema ni urahisishaji wa utendaji kazi. Kwa sasa tuna uwezo wa kuhudumia watu wengi sana katika muda ambao ni mfupi kuliko ilivyo kawaida, na tunaamini mbele ya safari tutaweza kuhudumia watu wengi zaidi. Lakini ya pili ni kwamba uwepo wa taarifa. Tunaweza kupata taarifa kwa muda mfupi sana kuliko ambavyo tulikuwa tunafanyia katika kipindi cha siku za nyuma. Lakini lingine ambalo ni la manufaa zaidi ni ongezeko la mapato. Tunaona tumeongeza kiasi kikubwa sana mapato ya mamlaka kwa sababu tumejua vyanzo vyetu vyote na tunaweza kujua nani hajalipa na nani anadaiwa na lini anatakiwa alipe. Lakini kubwa kuliko yote ni ufikiaji wa taarifa kwa wananchi usiku. Walengwa sasa wanaweza kufikiwa kwa muda ambao ni mfupi zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Wateja wamekuwa wanavutika sasa kuja kulipia kwamba kwa sababu hatuwasubirishi tena muda mrefu, kwa sababu kuna kipindi unaweza kukuta mteja anakata tamaa ya kuja kukaa, labda viwanja kodi hailipiwi sio hela nyingi sana. Kwa mtu anaona kukaa kuanzia asubuhi mpaka saa 8 hajapata deni lake kwa sababu tu tunafanya manually, ilikuwa ni changamoto. Kwa mtu anaweza tu akapuuzia kulipa. Kwa kweli manufaa ya hii mifumo ni makubwa sana. Mojawapo kubwa ni muda. Kwa kweli muda sasa hivi tunafanya usanifu kwa muda mfupi. Alafu pia inasaidia wataalamu wanakuwa na relax. Tofauti na zamani unaweza kukaa kila siku unawaza usanifu wa kitu kimoja, Lakini sasa hivi ukishamaliza design yako una relax, unaingia kwenye design nyingine tofauti na zamani. Pia ubora wa kazi yenyewe. Quality ya kazi za sasa hivi ni kubwa ukilinganisha na quality ya kazi za nyuma. Mimi kama mteja wa CDA hapo zamani, wakati wa kucholewa ramani mpaka malipo ilikuwa ni process ambayo yani saa nyingine ilikuwa inakatisha hadi tamaa. Sababu ulikuwa nenda rudi, ramani mwenyewe anayechora kumbe anafanya manually, atumie penseli na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inachukua ni usumbufu kwa ujumla, lakini tunashukuru sasa hivi mambo yameshabadilika. Ni kitu cha muda mfupi sana. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana tofauti na zamani. Kwa huu mfumo ambao umeuleta TEHAMA, kwamba unaweza kumchukua moja kwa moja mtu husika kutoka pale mamlaka ya ustawishaji mji ambaye anahusika na mambo ya mipango miji, na akaja akakuchukulia coordinates za eneo ili kujihakikishia kabisa, na anaenda moja kwa moja anaziingiza zile coordinates katika kompyuta, na anakuambia kirahisi kabisa kwamba eneo hili linafaa aidha kwa makazi au ni eneo ambalo limetengwa kwa matumizi ya baadaye ya serikali. Mfano, pindi mimi nilipokuja katika mji huu
nilienda moja kwa moja nikitaka kununua eneo sehemu fulani, nikajikuta kwamba lile eneo baada ya kuchukua zile coordinates ni eneo ambalo liko limetengwa kwa ajili ya makaburi. Unaona? Kwa hiyo moja kwa moja kama mfumo huu usingekuwepo, ningejikuta nimeingia katika matatizo ya baadaye na nikaanza kuilaumu serikali. Katika utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao, Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu yaani CDA wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali katika matumizi ya TEHAMA. Changamoto kubwa tunaipata sisi ni ya uelewa, kwamba bado matumizi ya teknolojia ni jambo ambalo ni jipya, na upande wa changamoto ipo kwa upande wa watumishi wenyewe, lakini pia hasa wananchi ambao tunaowalenga, kwamba je, ni idadi kiasi gani ambao wanaweza wakatumia mfumo wetu tunayoitaka na kuweza kupata huduma kupitia online. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini tumejipanga na tunaamini mbele ya safari tutaweza kabisa kutoa elimu ya kutosha na wananchi wakaelewa, na njia rahisi ya kuweza kuingia kwa mfumo wetu kupitia online na wakapata huduma mbalimbali. Tumejipanga kuhakikisha kwamba wananchi anahudumiwa kwa njia ambayo ni rahisi sana, na mpango wetu ni kumwelezea kwamba huduma zetu zote zimfuate mwananchi pale alipo, aidha kwa kutumia kompyuta yake au ikiwezekana hata simu yake apate huduma zetu akiwa pale pale. Hatuoni kwa nini lazima wananchi aje kwetu, na kwenye hilo ni kwamba ipo mikakati mingi ambayo imepangwa ya kuwezesha kwamba tuweze kufikia malengo hayo, ikiwepo uimarishaji wa mifumo yenyewe na utoaji wa elimu kwa wananchi kwa ujumla. Katika mpango wa kuwafikia wananchi kwenye kutoa huduma, tumekwisha anza tayari. Kwa mfano, sasa hivi malipo yote ya kodi za nyumba kwa wapangaji wetu yanafanyika kwa njia ya simu. Unaweza ukalipa benki, ukalipa simu kwa njia ya simu, ni maamuzi yako. Kwa ukiingia kwenye M-Pesa, kwenye menu ya M-Pesa ya malipo, utaona pale kwamba CDA wapo na tayari unaweza kulipa kodi ya nyumba. Mpango wa baadaye ni upi? Kuhakikisha kwamba malipo mengine yote yaliyobakia, yakiwemo malipo ya viwanja, kodi za viwanja na vitu vingine yote yalipo pia kupitia mitandao ya njia ya simu. Hello. Hello. Wizara ya Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dar es Salaam, nikusaidie nini tafadhali? TAMISEMI hapa Dodoma. Ndio. Nataka kujua kwa niaba ya halmashauri ya Karagwe, ndio, kama zile hati za mradi wa viwanja vya halmashauri zipo tayari? Okay. Ngoja nikuangalizie. Naona kila kitu kiko tayari. Okay. Na kimpangilio wa kazi itatumwa kwao kesho kutwa. Okay, asante. Karibu sana. Huu ndio uzuri wa simu za internet au IP. Unapiga simu kwa mtu mbali, lakini inakuwa kama yuko mlango wa pili. Sauti ni safi na gharama nafuu. Zinatumia mfumo wa kipekee wa kuwasiliana ndani ya taasisi za serikali kupitia mradi wa GovNet. Taasisi 72 na halmashauri 77 tayari zimeunganishwa kwenye mawasiliano salama. Unasubiri nini? Kuanza kutumia e-government, uwezeshaji wananchi kupitia TEHAMA. Umewasikia CDA jinsi gani TEHAMA ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi wao, jinsi gani wanavyoweza kutoa huduma kwa jamii, kwa wananchi kwa ujumla kwa urahisi zaidi. Na umeona jinsi gani wanavyoweza kutenda kazi kwa kutumia teknolojia hii ya habari na mawasiliano. Nikukumbushe tu, leo hii ndani ya studio ni naye mkurugenzi mkuu kutoka CDA Bwana Pascas Muragili. Ameongozana na kaimu meneja uhusiano wa CDA Bi Angela Msimbira. Kama una maswali yoyote kupitia CDA, sasa ni wakati wako. Na ninakukumbusha tu, tuma ujumbe mfupi wa barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz, au unaweza kutuma ujumbe mfupi kwa njia ya simu kwa namba 0744800299. Uliza swali lako na utajibiwa. Nikukumbushe wewe ambaye sasa hivi ndio kwanza unafungua runinga yako, kipindi hewani ni Serikali Mtandao, na leo tutaangalia Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu Dodoma, CDA. Karibuni sana. Labda nije kwako moja kwa moja Bwana Pascas. Unaweza ukatuelezea pale CDA mna aina ngapi ya mifumo ambayo mnaitumia katika utendaji kazi wenu?
Nashukuru sana. Tunayo mifumo mingi, lakini pengine ningeweza kuitaja kiujumla wake kwamba ni mifumo ya aina gani ambayo tulionayo. Tunao mfumo tunayotumia kwa ajili ya usanifu na usimamizi upangaji wa mji ambayo katika mfumo wa GIS. Huu unasaidia sana kwenye kupanga mji na kuweka viwanja na taarifa zake. Lakini tunao mfumo mwingine ambao ni kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato. Na mfumo huu tumepata pia kwa kusaidiwa na wenzetu wa ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia mradi wa TSP. Kwa hiyo huu unasaidia sana kuweza kukusanya mapato ya mamlaka. Tuna mfumo mwingine ambao tunautumia kwa upande wa uhasibu kwa ajili ya usimamizi mzima wa matumizi ya fedha, ambayo ni sehemu muhimu sana. Naweza kusema pia tuna mifumo kwa ajili ya usanifu na wa miundombinu ya mji, kama tukitaka kufanya barabara na vitu vingine, tunayo pia tunaitumia. Tuna mifumo kwa ajili ya kusikiliza malalamiko au maoni ya wateja. Huu tunasema ni Customer Management Service. Tunao pia huu hasa ndio unaotuunganisha kati ya sisi na wananchi, kuweza kujua nini ambacho wananchi wanasema au shida yao ni nini. Nikirudi kwenye makala ambao ulikuwa umeizungumzia, na nashukuru kwa sababu ulikuwa mwenyewe mkurugenzi mkuu ambaye ulikuwa unazungumza, kuna sehemu uliongea hata ukimwona mwananchi ambaye sasa anataka huduma ya ununuzi wa kiwanja, kanunua zaidi ya mara 2 au mara 3. Nataka nifahamu kuna kiwango maalum ambacho nyinyi mmepanga kwa mwananchi huyo kununua ardhi? Ndio, katika mfumo wetu leo tengeneza utakuwa ukiruhusu idadi fulani ya viwanja kumilikiwa na mtu mmoja kwa wakati fulani. Mtu huyu anaweza kuruhusiwa kununua tena viwanja baada ya muda fulani. Kwa mfano, katika awamu ya kwanza ambayo tumetengeneza, hatutarajii kwamba mtu mmoja aweze kununua viwanja zaidi ya 2. Kama ni matumizi ya kawaida ya ujenzi, tunadhani vinaweza kuwa vinamtosha. Kutoa nafasi kwa wengine anaweza kupata viwanja vya ziada. Lakini pia akinunua viwanja 2 leo, mfumo utamruhusu baada ya miaka kadhaa, labda 2-3, mtu kununua viwanja vingine, tukiamini kwamba inawezekana pia hali yake ya kiuchumi na nini ameweza kupata uwezo wa kuweza kujenga zaidi. Lakini mtu huyu anaweza akanunua viwanja kwa ajili ya familia yake, mtu huyu mmoja. Kwa hiyo mfumo utakuwa unaweza kumonitor kujua kwamba huyu mtu amenunua kiwanja lakini kanunua kwa ajili ya familia yake. Na hili limetusaidia sana kwa sababu pia tutaweza kuunganisha mfumo wetu. Utaunganishwa na mifumo mingine, utaunganishwa na mifumo ambayo inatumika kwa ajili ya wenzetu wa TRA. Tutaunganisha, tayari tumeshapata kibali cha kuunganisha na watu wa NIDA. Kwa hiyo mfumo wetu utaungana na watu wa NIDA. Tuna mpango wa kuunganisha pia na uhamiaji kwenye utoaji wa passport. Kwa hiyo tuna taarifa zile zote ambazo anakuwa nazo mtu mmoja na tukazipata kupitia kwenye mifumo mingine. Kwa hiyo wewe utakapoingia, sisi tutaweza kujua kwamba huyu ni kweli ni yeye au sio yeye. Na hii itatusaidia sana kuweza kujua kwamba huyu ni raia au sio raia wa Tanzania. Asante. Labda nirudi kwako Bi Angela. Pia katika mazungumzo ya awali niliona mmesema mna ule mfumo wa mawasiliano moja kwa moja. Labda anawasiliana na nyinyi kwa njia gani? Kama ilivyokwisha kuelezwa mwanzoni kwamba tuna mfumo wa Customer Management System. Mfumo huo unamwezesha mteja kuja pale CDA akiwa na tatizo lake lolote lile. Anakuja kulitoa na linaanzia pale reception kwenye mapokezi. Akisha litoa lile tatizo linaingizwa kwenye mfumo moja kwa moja. Na hilo tatizo linaenda kwenye idara husika, kwenye idara 4 ambazo tunazo. Kwa hiyo idara husika itaanza kwenda kuzifanyia mchanganuo. Hili tatizo ni la nani, la mtu gani na kwa muda gani. Kwa hiyo tunakuwa tumepeana muda kabisa, labda tatizo moja lisolviwe kwa muda wa siku 2. Kwa hiyo ndani ya siku 2 lile tatizo linakuwa limesha tatuliwa na mtu amepatiwa majibu sahihi. Vipi kumrahisishia huyu mwananchi kutumia TEHAMA kupata ile huduma kwa njia ya simu hata akiwa nyumbani badala ya kuja ofisini? Kwa kupata huduma hiyo pia tunayo. Mtu anaweza akatuma message hasa kwenye masuala ya nyumba. Manake sisi pia tunamiliki nyumba za mamlaka. Kwa hiyo mtu anaweza akalipia
fedha kwenye SMS. Mteja akiwa analipia ile huduma ya nyumba, anaingia kwenye menyu ya M-Pesa. Kwenye M-Pesa pale atakutana na neno CDA. Kwa hiyo ataingia mle ndani kwenye CDA, itamwambia aingize namba ya nyumba yake. Akishaingiza namba ya nyumba yake, kwa hiyo itamwambia anadaiwa kiasi gani. Akisha weka ile fedha, inaingia moja kwa moja kwenye system ya Epica, ambapo tunajua kabisa mtu fulani ameweza kulipa kiasi kadhaa kwa ajili ya nyumba fulani. Jamani, hebu sogeni basi, pisheni hewa ipite. Amoni joto. Nimekie kaka, nimechoka. Ndio kalipie shamba basi. Aya, asante. Kaka. Samahani, sisi wote tupo kwenye hii foleni. Kaka, foleni hii ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka ghorofa 3. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala ya serikali mtandao, ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati wowote kupitia simu za mkononi. Namba za huduma zinazoanzia *152 *00 alama ya reli hadi *152 *99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji. E-Government, uwezeshaji wananchi kupitia TEHAMA. Nirudi kwako Bwana Pascal. Kuna swali ambalo limekuja sasa hivi, nakwambia mamlaka ikiwa na majukumu ya kusimamia ardhi na ugawaji wa viwanja. Anataka kufahamu hapo uwepo wa mifumo ya TEHAMA umerahisishaje utendaji kazi? Tumepata nafuu kubwa sana kwa matumizi ya TEHAMA. Kwa mfano, ilikuwa mtu akitaka kujua kwamba anadaiwa kiasi gani, inabidi tuende tukatafute faili, na ni zoezi zito ambalo inabidi lazima litumike kwa zaidi ya saa moja au zaidi. Kwanza kulipata faili lenyewe, na baadaye ndio uweze kupiga mahesabu kwamba mara ya mwisho alipia lini na zile alias ni kiasi gani na mpaka sasa anadaiwa kiasi gani. Zoezi hilo kwa sasa ni kitu gharimu sana, sio zaidi ya dakika 5. Kwa maana tu ni ile queue, foleni. Labda kuna mwenzako ametangulia, kwa hiyo mpaka ahudumiwe, aitoke yeye uhudumiwe wewe, dakika 5. Lakini tuna mipango ya baadaye ambayo tunataka sasa zoezi hili limfikie mtu pale alipo kwa kutumia simu ya kiganjani, kwa kutumia website yetu ambao nadhani siku za usoni sasa itakuwa mtu anaweza kujua adaiwa kiasi gani akiwa pale pale alipo. Kwa hiyo utaona matumizi sasa ya TEHAMA yanatutoa kwenye yanatuokolea ule muda wa kuweza mtu kupewa jibu kutoka kwenye saa moja au masaa mawili, na tutapofikia huenda katika sekunde. Ni muda wake atakatumia yeye kuweza kutumia simu yake na kupata majibu. Ninaye mwingine hapa, Alex Masawe, naye anaongea kutoka Moshi. Anasema wakati wa ugawaji viwanja mnatumia mfumo gani? Niombe pia nitumie nafasi hii kwa kuwafahamisha Watanzania wote kwamba tunao mpango mkubwa wa utoaji wa viwanja 100,000. Lakini katika awamu ya kwanza tunakusudia kutoa viwanja 20,000. Katika taratibu wa kutoa viwanja 20,000 tutatumia mfumo ya kompyuta. Viwanja vyote vitakuwa viko online. Kwa hiyo mwananchi popote pale alipo, sio tu Tanzania, hata nje ya nchi, anaweza akaingia na akachagua kiwanja chake na akafanya process yote ya malipo na akapata dokumenti zote za umiliki wa viwanja. Kwa hiyo hatulazimiki tena kuja CDA kupanga foleni ya kupata viwanja. Tunafanyaje hapo sasa? Kama hatutalazimika kuja CDA kupanga foleni kupata viwanja, tunatumia njia hiyo. Tutaingia kwenye website ya mamlaka, tovuti ya CDA ambayo, na katika tovuti ile kutakuwa kuna sehemu ambayo inakuonesha kwamba kuna inapatikana viwanja. Na ukikliki pale sasa itakuingiza, utafuata maelekezo ambayo yatakayokuwepo. Cha kwanza utapewa ramani ya eneo husika na viwanja ambavyo vipo. Na utaona viwanja vipi ambavyo viko free na vipi ambavyo vimeshachaguliwa na watu wengine. Kwa na wewe utaweza kuchagua. Lakini pia kukuamini kwamba inawezekana mtu anapochagua atakuwa na hela za kulipa. Tutatoa muda ambao mtu anaweza kuwa amebuku kile kiwanja. Anaweza akakibuku kwa muda usiozidi siku 2 kabla hajamaliza malipo. Na baada ya hapo sasa atalazimika kulipa.
na atakapobuku atapewa ID ambayo ataitumia kuendelea na hatua itakayofuata. Kwa hiyo baada ya hapo sasa anaweza kuendelea na utaratibu mzima wa kuweza kukimiliki kiwanja, ikiwa yeye mwenyewe kujisajili na kujua particular zake na kila kitu, na kama nilivyosema hapo awali, na sisi mfumo huo utaweza kutumia pia kuweza kumverify huyu mtu ni Mtanzania au sio Mtanzania, na mfumo ukitakapojiridhisha kwamba ana sifa zote za kuweza kumiliki kiwanja, utampa access ya kukibuka kiwanja sasa na kwenda kwenye hatua nyingine itakayofuata ya kwenda kufanya malipo. Nyuma kidogo, kabla hamjaanza kutumia TEHAMA, hali ilikuwaje na vipi baada ya kujiunga na TEHAMA? Utendaji kazi wenu umekuwa vipi? Kabla ya kujiunga, kama nilivyosema, ni kwamba tulikuwa tunapata shida moja kubwa ya kuweza kuwa na taarifa sahihi kwa wakati. Hilo ni jambo la msingi sana, kwamba tulikuwa hatuwezi kupata taarifa sahihi kwa wakati. Kwa sasa tuna uhakika wa kuwa na taarifa sahihi kwa wakati, na hii ndio kitu muhimu sana kwa mtu yoyote anataka kufanya maendeleo katika sehemu yote ile, kwa sababu tunaamini uwepo wa taarifa itasaidia mambo mengi sana kuweza kufanyika. Kwa hiyo ninaposema taarifa hizi ni zile za uhusiana na masuala ya kiuchumi, masuala ya maendeleo, masuala ya mipango miji na shughuli mbalimbali. Kwa vyote vikiwepo kwa mara moja, maana yake inamwezesha mtu kutoa maamuzi nini afanye na kwa wakati upi. Labda una lolote Bi Angela kuchangia hapo? Labda kwa kuongezea tu hapo, kipindi cha nyuma Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu ilikuwa ikipata malalamiko mengi ya kwamba huduma zetu zinachukua muda mrefu kutoka kwa wananchi. Kwamba huduma zetu zinachukua muda mrefu sana. Unakuta mtu anakaa masaa 2, 3 au mpaka 4 kupata huduma. Kama tulivyokwisha kuelezea awali kwamba mwanzoni mtu alikuwa akija anataka labda bili yake ya kwenda kulipia kiwanja kwa mwaka. Anachukuliwa ile bili, inaenda kutafutwa faili. Likisha tafutwa faili, mtu anakaa anaandika kwa mkono kwamba anadaiwa kiasi gani. Na hapo labda nikukatisha kidogo, si ajabu mliandaa chumba likubwa la maboksi ya mafaili. Na kuna maboksi ya mafaili mle ndani na idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo unachukua muda kutafuta ile faili kwanza husika na bado kumpigia mahesabu. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu sana kupata tuseme ile huduma husika kwa haraka. Wakati huo foleni inazidi na foleni inaongezeka. Kwa hiyo pale kwetu ilikuwa kama vile hospitali. Tofauti na sasa hivi ambapo mtu anakuja anatoa bili yake, tunaingia kwenye mfumo moja kwa moja na tunapata kiwanja husika na sehemu husika na anadaiwa shilingi ngapi. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na bwana, nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na mimi nimetuma message hiyo hiyo. Wow, wife. Bei petroli imeshuka? Na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia Gov SMS ya Wakala ya Serikali Mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-Government, uwezeshaji wananchi kupitia TEHAMA. Mpenzi mtazamaji, ni kukumbushe tu kipindi hewani ni Serikali Mtandao. Na leo tuko na watu kutoka CDA. Nimefurahi sana jinsi ulivyoweza kunielewesha na kujua kwamba jinsi gani TEHAMA ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi CDA. Hapa nilikuwa najiuliza, yani na imagine ndo umepiga mkoti wako ule msuti, nywele zimening'inia. Sasa na kuona Bi Angela unavyoingia kwenye ofisi kutafuta faili la kuleta mpaka uje ulipate na hujui limekaa sehemu gani. Kwa kweli umuhimu wa TEHAMA sasa unaonekana wazi. Unaweza ukatuelezea ushirikiano wenu kiutendaji kazi kati ya CDA na hii Wakala Serikali Mtandao katika uboreshaji wa mifumo? Nashukuru sana. Kwa kifupi niseme tu kwamba Wakala wa Serikali Mtandao unasaidia sana kwenye utendaji wetu. Na katika mpango tulionao wa utoaji wa viwanja kwa njia ya online, utaona kwamba ni mfumo ambao unahitaji eneo kubwa sana la utunzaji wa kumbukumbu.
na sisi kwa maana hiyo seva yetu haitaweza kwenda vizuri zaidi. Kwa hiyo tayari ni kama taarifa zote za viwanja zitakazokuwa zinafanyika zitatunzwa kupitia wakala wa serikali mtandao. Wametupa nafasi ya kutupa kuweka mfumo wetu katika seva kubwa walionayo wao, ambayo kwa kweli ni kubwa sana. Na sio hiyo tu, ni kwamba taarifa zetu nyingi sasa tunaanza kwa tunazitunza kwao. Na hii inasaidia usalama wa taarifa zetu, lakini pia urahisi wa watu kuweza kuzipata wanapokuwa wanaingia kwenye tovuti yetu. Mna wito gani au mngependa kuambia nini wananchi wenu wa Dodoma na Watanzania kwa ujumla? Nashukuru sana. Binafsi ningependa kutumia nafasi hii kutoa wito kwa Watanzania wote na hasa wale wenye mapenzi ya kuweza kuendeleza mji wetu wa Dodoma kama makao makuu ya nchi, kwamba Dodoma ni mji ambao unafuata utaratibu wa uendelezaji wa kimiji. Kwa wanapokuja Dodoma ni vema wakafika CDA au wakapitia kwenye mitandao yetu ambayo tunatoa taarifa mbalimbali namna ipi ya kuweza kuendeleza mji. Kwa tungewaomba sana wazingatie taratibu, sheria na kanuni za uendelezaji wa mji. Hii itatusaidia kuepuka migogoro ambayo ya ardhi ambayo inatokea mara kwa mara, na pia itatusaidia kuharakisha kasi ya ujenzi wa makao makuu. Asante sana Bi Angela. Kwa upande wangu, wito wangu nawaambia wananchi ni kwamba waje wawekeze Dodoma. Maeneo yapo yaliyopimwa na ni makubwa kwa ajili ya uwekezaji, yana miundombinu ya barabara, miundombinu ya maji na kila kitu nakikuta eneo husika. Kwa hiyo tulikuwa tunawaomba sana waje wawekeze Dodoma, waache kuwekeza sehemu nyingine yoyote. Dodoma sasa ni makao makuu. Waje wawekeze Dodoma. Niwashukuru wageni wangu kwa kuwa nami kwa kipindi hichi tangu tulivyoanza mpaka tunafikia mwisho. Asante sana kwa ushirikiano wenu na asante sana kwa kuweza kujibu maswali ambayo watazamaji wetu walikuwa wanahitaji. Natumaini kila mmoja aliyekuwa anaangalia kipindi hiki cha Serikali Mtandao amejibiwa kile anachokihitaji. Na si ajabu hapo ulipo sasa hivi unajiandaa au unaangalia akiba yako ya kwenda kumiliki kiwanja kutoka CDA, kiwanja ambacho kiko cha uhalali kabisa, kiwanja kilichopimwa. Lakini pia wewe mtazamaji wangu, mimi nataka nikueleze tu kwamba TEHAMA ina faida. Wakala ya Serikali Mtandao imekuandalia hii ili wewe uweze kujua dhana nzima ya Serikali Mtandao, jinsi gani inavyoweza kurahisisha utendaji kazi. Tukutane tena wiki ijayo. Naitwa Coletta Raymond. Kwa heri. Mtandao mawasiliano serikalini imerahisisha mawasiliano serikalini. Teknolojia habari mawasiliano imewezesha vitu kuwa rahisi, kusimamia na kuratibu, kutoa msaada